Hello and welcome to Amaika Live. I'm your host Paige Shikanga and today we are doing a co-joint interview na mwenzangu hapa wa Kiswahili. Jitambulishe kaka. Mwenzangu ni mtoto mama Jonancho Mrao. Yeah. Now today it's a privilege to I can say uwepo wa bwana unashuka right on our studios. Ndio hiyo. Yaani wale ambao kwenda kanisani jana leo wameletewa direct. Ndio hiyo sasa. We are very privileged to have a gospel artist. He's a songwriter. Alafu kuna yeye nimempatia, by the way, you might have not known it, but he is equally a comedian, ama niseme tu ni a banter giver. Kwa sababu trust me ametucrack hapa, sijui atatuchajisha, I don't know, but he is equally a comedian ile mbaya kabisa. Umenotice hivyo? Si ndio? Okay, ukienda sana mambo bado anazungumza. Ukifanya utafiti, utaona kwamba yeye hayafanyi. Ndio hiyo. Alafu unaweza muuliza kitu na ana divert kidogo tu. Anakupatia the other side yenye hata uexpect, ni kama anakuuliza swali tu swali. Yeah. Tunashukuru sana kwa kukuja kwa studio zetu. Asante. Yeah, wengi wanakujua kama Uncle Nico, but maybe unaweza tu jitambulisha your actual name. Okay, naitwa Uncle Nico ama Nicholas Mchina Malenya, ndio majina yangu kamili. Mkazi wa mzaliwa mkazi wa Kakamega, Kakamega County. Mluya, mama Mjaluo, mzaliwa wa huko Kakamega. Mimi ni mme ama ni baba wa watoto watatu. Wanne plus mwingine mwenye Mungu alinipea kumtunza. Nice. Yeah, hapa ndio kwetu Kakamega. Na nashukuru sana Amaika kwa kunialika, kwa kunipa hii nafasi. Si jambo la kawaida. Si jambo la kawaida. Maana wanamuziki tuko wengi, lakini mkanipa hii nafasi. Mkanipa nafasi hii kuja kuwatembelea. Asanteni sana. Yes. Labda niko pale katika safari yako ya muziki. Yes. Umesema kwamba kibao chako cha kwanza kabisa kilikuwa kwenda kwa jina kama Mwachie Yesu. Mwachie Yesu 2013. Na ni kibao ambacho unasema kwamba kilianza kuenea wewe haujui. Akikufanya vizuri. Akikufanya vizuri. Hiyo album cha 2018 ndio kilifanya cha vizuri. 2015. 2015. 2015. Ninasikia roho wa Mungu akiniambia niombe sana. Niombe sana. Labda kibao hicho kilipokelewa vipi katika wale wasikilizaji mashabiki wako? Kilipokelewa vizuri. Na unaona ile wimbo umefanya tu sababu kuna ile kufanya na uachilie iende yenye hujaweka pale akili zako yani zote. Ulifanya tu kwa sababu watu wanafanya. Wacha nifanye tu niweke YouTube. Sota vile ili peak. Mimi God alini surprise through that sababu sikutarajia. Unaona zile za kwanza nilikuwa nazisikiza tu mimi mwenyewe zilikuwa tu ni zangu sababu ungeimba ni wapi, sababu nikitoa hiyo albamu ya kwanza walikuwa wanani demoralize, hii ni vitu gani, ni studio gani, sikiza Willy Paul, sikiza Bahati, sikiza vile Guardian anaimba, unaona imba kama Guardian, sikiza ngoma za watu ndio uende studio next time. Unaona vitu kaa hizo. Hayo wanajaribu kukwambia kwamba uige wale. Niige wale. Na sasa unajua Mungu akisema wewe ni wewe na mambo na ni wewe. Sasa mimi nilitaka nijitambulishe kwa watu kama mimi. Niwe mimi, nisifeki kitu, nisiwe kama mtu fulani. So 2015 nikapata hiyo wimbo niombe sana. Niombe sana. Ikatrend. Ili trend. Na ili trend na hiyo wakati nilikuwa sina kakitu. Yaani wewe watu wanakuambia yani song ina trend lakini wewe una kakitu unang'ang'ana. Hiyo wakati nilikuwa nauza mtumba hapa, mtumba ya kofia na boxers za mtumba. Hizo kamera. Song imeenda, song ina trend, watu wanakusikia. Lakini wewe mwenyewe hadi kuna mahali tuenda kuperform na msanii fulani kutoka Nairobi huko. Akaniambia ati are you sure huu wimbo ni wako ndio uliimba? Nikamwambia, akaniambia haufanani na hii song. So sasa sikuelewa na maanisha nini. Baada ya kubadilishana namba amefika Nairobi na akanitext. Akaniambia ufanani na hiyo song, vile umevaa, vile umejibeba. Unaona yani song imetrend. Wanatarajia mtu ako na V8, mtu anashukanga hivi kwa gari, mtu ako na broadcast na cameras zinampi. Unaona? So aliponiambia hivyo mimi nilijihurumia na hakujua sababu hiyo video nilifanya ya hiyo song hakuna nguo ilikuwa yangu, nilikuwa nimevaa, nilikuwa nimeomba kila kitu. Kuna chali fulani anaitwa Griffin. Alikuwa mmoja wako. Alikuwa anashiriki Catholic Church Kakamega. Alikuwa beshte yangu sana though alifariki. Alinisaidia nguo, koti na trouser. Unaona?
nikaenda kushoot nazo, hata nguo ningetoa pesa kushoot, unaona. So hiyo ni ombe sana ile Can imagine nguo ambayo umeomba sio yako, namna ambavyo unaweza ukafanana nayo. Yes, you can imagine koti tumevaa koti hapo kubwa hivi, koti nyekundu hivi, unaona, Hakuwa na mwili. sikuwa na mwili. Mwili umekuja baada ya pesa kuja. So huyo jamaa anaitwa Griffin alifariki. Then kuna jamaa anaitwa Domi, bado yuko hapa Kakamega, ni Mkamba. So mimi nilikuwa wakati naenda kushuti video, naenda kwake, ananifungulia sanduku lake, najaribu kuchagua nguo na pima hii inatoshea, so naenda kushoot nazo. Ni rafiki yangu sana, nakwambia chukua, I can imagine the kind of friend. Naenda kushoot, so wimbo umeenda, hauna kitu, umeona, wewe bado unangangana na life. Lakini roho Bwana niambie niombe sana, lakini kakuja kujijezea, nikajua time ya God, wakati wa Mungu. So pale inahitaji uvumilivu, ndiposa ule ile mbivu, na time ya God hufika. Ni vile saa zingine inaweza chelewa tu, lakini iko njiani inakuja. Iko njiani inakuja, time ya God hufika. Ni siku tu haijafika, wakati haijanifikia mimi, yuko kwa huyu dada, atatoka kwa huyu dada ataenda kwako, unaona. Mimi lazima ningoje pia, so nitasubiria time yangu ikifika, akisema ni mimi na ndio hivyo. So time ya God ilikuwa haijafika, so niombe sana, ilienda yes, but nani ananijua, unaona. So ile kuja kulipuka vizuri sasa hivi, kujulikana sasa huyu ndio Uncle Nico, ilikuwa after 2019 wakati nilifanya song na Rose Muhando, naitwa Ongeza Siku Zangu, wimbo wangu wa kwanza. Nimefanya na Rose Muhando songs 2. Ngoja kidogo. Umesema pale umetoka pale kibao chako nasikia roho Bwana niambie niombe sana. Yes. Yaani kafanyika vipi ndio ukapata ile channel ya kukutana na Rose Muhando? Maana pale umetoka pale wewe umjui yeyote. Unajua Rose ni mama, na ni mama kwa kila mtu, na ni kama kielelezo kwa jamii na wengine wetu. Mimi unajua Uncle Nico ilitokea, nilikuwa mwalimu wa Sunday school, so tulikuwa tuna dance nyimbo za Rose sana, utamu wa Yesu, tuna dance na competition nazo tunarudi. So mimi nilipenda sana Rose Muhando, so kuhusu dance na kuimba vitu mingi sana, nikikaa hivi na muangalia hadi saa hizi, hadi saa hizi naweza sema God ameniweka viwango vingine, lakini bado nakaa hivi naangalia huyo mama vile anatumia stage, vile anaenda hivi, vile anapiga, vile anarudi, vile anasimama, vile amejibeba, vile amejiposition. Yaani wewe kwa mtazamo wako unaona bado hujafika? Nimefika wapi? Nimefika. So mimi nilipenda Rose. So nikiwa na simu 2016-2017 nilikuwa na simu ya mtandao, so ile unaangalia mabeshte nini, so nikakutana na jamaa fulani, nikawa namfananisha FB. Hiyo ni period ya 2016, 17, 18 hapo. So kuna jamaa alikuwa beshte yangu FB, anaitwa Zela Msekeni. So niliangalia, huyu Zela ananifananiaje kama yule boy anakuanga kwa songs za Rose. Ni mtu alianza kuimba na Rose kitambo. So nikamwangalia, hadi nikamtext kwa message, nikamuuliza maze, na kufananisha na boy fulani anadancing kwa songs za Rose. Akaenda kwa video screenshot, akaniuliza huyu, nikamwambia mmefanana, anaitwa Zela Msekeni. Akaniambia huyo ni mimi basi, unaona. So kupitia pale tukaanza communication tu, ubeshe, yuko Tanzania, mimi niko Kenya. Niambia unamtaka mama? Nikamwambia mimi namtaka mama sana. Siku moja God akiniwezesha nikutane na huyu mama, tufanye song. Na kwanza kumbuka, mimi nikiwa mdogo pale kwa walionilea mimi kanisani, kuna siku nilipigwa nikawa nimekosa. So nilikuwa naimbanga church nikidance. Kuna siku nilipigwa, nilikuwa nimekosa. Nimekumbuka hiki kisa. Umekosa pale nyumbani. Sasa kwa huyu anko yangu alikuwa ananilea. Bila alinipiga nikatoroka, nimepanga manguo kwa pepe bagi ya blue. Na hiyo wakati Rose Muhando alikuwa amekuja Kitale. So nikasema acha niende nitafute Rose Muhando Kitale, niende ni dance na yeye. Nimekumbuka hicho kisa. Nimepanga nguo za nilikuwa nimekaa niende nitafute huyo Rose Muhando, mimi ni dance, niende ni dance na yeye. Hadi sasa time tumefanya song na Rose, alikuwa ananikumbusha akiniuliza, unakumbuka wakati nilikupiga ukapaka mangoni sema nenda kutafuta Rose Muhando? Umri wa miaka ngapi hapo sasa? Tambo kidogo. 2018 na old hiyo. 2018 nilikuwa mtu mkubwa, sio 2018 nikipigwa nilikuwa mtoto. Kitambo. So Zela akanipea namba ya Rose,
2017. So ilifaa Sasa ukampigia simu moja kwa yeah, moja. ilifaa tukutane Nairobi. So mimi kufika pale ilifaa tukutane, ikaonekana amekwisha ondoka, amefanya nini? Amerudi. Amerudi, so hatukukutana. Na kwa huo muda ikaonekana pia ile kuendelea kumtafuta, kumjulia hali, ile namba ilikuwa mteja kabisa, sasa ilikuwa inaingia. So nikauliza huyu boy kunaenda aje na Rosie, ile namba sasa ifanya. Akaniambia mama alibadilisha namba, acha nikupe namba nyingine. So 2017 hatukuonana, 2018 hatukuonana, 2019 Tena akafanyika ndio tulionana sasa. 2019 sasa nikampigia, nikajiintroduce upya na akanikumbuka sababu ya jina langu. Jina langu Nicholas, mtoto wake kijana anaitwa Nicholas pia. Akamwambia yule Nicholas yule tuliongea wakati fulani ilifaa tukutane, hatukukutana. Nikamwambia ni mimi mama, nimetafuta namba yako upya tena. Akaniuliza unasema? Nikamwambia mimi mama, na request unipe nafasi nifanye na wewe wimbo mmoja. Aliniambia tu neno moja hivi, aliniambia roho yangu imefunguka, njoo Nairobi. Hivyo tu, roho yangu imefunguka, njoo Nairobi. Wakati huo alikuwa anatembea Nairobi. Alikuwa Nairobi sana. Hiyo wakati sasa alikuwa amegonjeka, amepona, baada alikuwa bado kile. Nilienda Nairobi. Kesho yake tuliamkia Nairobi. Tayari ulikuwa na ule wimbo tayari uko na. Tayari mimi nyimbo nilikuwa nazo kwa simu. Sio nikapata nikipata kasongo na rekodi kwa simu yangu. So mimi nikafika Nairobi, akaniambia akaniambia before tupatana, akaniambia niko shughuli na itachukua muda, but tafuta studio, utaniambia ni wapi, fanya ukiprogram hiyo song yenye unataka tufanye. Nikamwambia ni sawa. So mimi nikatafuta studio Umoja, hiyo 2019 Umoja, nikatafuta studio, nikafika pale, nikaanza kuprogram song. Nikuinue, ongeza siku zangu Bwana, nikuinue. That was the song. So nikaprogram. Nilingoja huyo mama kutokea saa 4 asubuhi, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12, saa 1, saa 2, saa 3 ya usiku, saa 4. Hadi penye nilikuwa nimeenda kukaa kwa mamangu, mama Ifalini Mudhoka, mama mimba, I'm not alone. Nikienda Nairobi nilikuwa nakaa kwake. So akaniambia we njoo kwa nyumba, kama saa hizi ni saa 4 na Rosie hajakuja, ina maana hata nikipigia simu apokee, ni mteja. Sasa nikakuja nikawaza, nikasema niliona jamaa fulani wa media fulani alikuwa ameposti kwamba ata host Rose. Hebu nimpigie nimuulize huyu mama saa hizi saa 4 bado wako na yeye ama kumeenda aje? So I called the guy, nikamwambia bana, kuna mgeni umehost, kuna ilifaa tukutane studio. Nimekuja kutokea saa 4 hadi saa hizi ni saa 4 usiku. Huyo mama ameenda aje Rose? Akaniambia Rose ametoka tu hapa saa hizi, akisema kuna kijana na mngoja studio mahali, anangoja afike town ndio ampigie. Though simu yake ilikuwa imeisha moto, so alikuwa anaijudge kwa gari. Ndio akifika town nafungua kupigia simu. So I think ni wewe hiyo usiku. Akafika town. Sasa nilekea saa 5. So nikaona namba mgeni sasa si ile yake. Namba mgeni nakupigia. Kanipigia, akaniambia kuna mama hapa, ni mama yako. Ananiuliza uko wapi, uniambie uko wapi nimlete penye huko. Nikamuuliza mama mgani, akasema ni Rosie Muhando. Nikamwambia basi mlete Umoja na kutumia nini? Na kutumia hiyo ile location. Akafika kwa mara ya kwanza. Hiyo usiku ilikuwa sasa naelekea saa 5 saa 6. Akafika tukasalimiana. Ni mjovial tu, tukapiga story kama tunajuana, tukaingia kwa room pale, tukafanya song saa 6 saa 7 usiku, saa 8 tulikuwa tunamaliza kila kitu. Hata tulilala tu hapa, nilala kwa kiti hapo, tulikaa hapo. Tulikaa hapo hadi asubuhi. Akaondoka saa 12 sababu alikuwa anarudi TZ. So tukafanya audio. Tukafanya video audio. Tulifanya audio sababu alikuwa ameshikika tena kwingine, tukafanya audio. Akaenda. So mimi nikibaki nikitengeneza song. Hivyo ndio vile tulipata. Sasa umetoka pale. So tukafanya song ya kwanza, baadaye tena tukafanya ya pili. Siku nyingine tena. Kibao cha kwanza kilikuwa kile ambacho umesema kwamba nasikia roho wa Bwana anasema niombe sana. Kibao cha kwanza Mwachie Yesu 2013, kibao cha pili niombe sana 2015. Kibao cha tatu ongeza siku zangu, kile nimefanya na Rosie Muhando. Kibao hicho kilipokewa vipi? Vizuri sana. Ongeza siku zangu. Unajua sasa hiyo ni ombi la kila mmoja. Nani anataka kufa saa hii? Kila mtu. So ni ombi la kila mtu kwamba Mungu ongeza. Unajua yule alikuwa nakufa, alikuwa Ezekia, alitumiwa nabii, alikuwa Isaya.
aende ambiwe kwamba asiporekebisha maneno ya nyumba yake anafanya nini? Atakufa. So huyo Mungu tena akamtuma huyo nabii kwenda kumwambia huyo Hezekia kwamba nimesikia maombi yako, kilio chako kimefika, so na kuongezea miaka 15. Na huo wimbo niliupata kwa njia ya, I think nilikuwa kwa uoga fulani. Kuna dada fulani rafiki yangu sana, mwanzo nikiimba nyimbo zangu za mwanzo alikuwa ananifanyia backup, alikuwa anaitwa Lydia. Alifariki akiwa mdogo sana, alikuwa tu malaria na akaugua meningitis na akafanya nini. So nilikuwa na huo uoga, I think ilikuwa hiyo wakati nikasema Mungu, sasa kufa kama tukio ndio tungali watoto namna hii. So nikapata hicho kimesema Mungu ongeza miaka zangu angalau pia mimi nikakwe pale. Ndio hivyo sasa. So tukafanya hiyo song na Rose. Sasa hiyo ilikuwa wimbo wa albamu ya 4. Then kufuatia kwa hiyo Rose nikakuja sasa na hiyo Nijenge kwa Mwamba. Sasa Nijenge kwa Mwamba ndio ilipaswa kila kitu. Yaani hizo watu wachache ushafika hapo Nijenge kwa Mwamba. Lakini ni watu wachache 2013, 14. Maana kibao cha kwanza umesema kwamba kile cha kwanza hakikunipeleka hapo 2013. Kumbuka 2013. Hata hiki cha 2015 umesema kwamba kilienda lakini sikuwa na kitu. Hata uko unajiamini. Sikuwa na ng'ara. Bado naomba nguo niende nifanye video. Unaona? Tumefika hapa kwa Rose Muhando, ongeza siku zangu. Hiyo period kabaki umetulia. Ndio hivyo sasa. Hiyo period at least viwango vilikuwa vimebadilika kidogo. Ya majira kidogo yalikuwa yamebadilika. Sababu sasa Mungu alikuwa ameanza kunionyesha ni time yako sasa unaelekea kufika. Na kushakutana na Rose Muhando kabisa kawaida. Haikuwa kawaida. Haikuwa kawaida. Ni wengi wametamani lakini hawajafika pale. Ni wengi wametamani hawajakutana na yeye, lakini mimi wakati wa Mungu ulikuwa umefika. Unaona kutokea 2017 tunakutana 2019. Tunaona ni God. So nikakuja nikafanya Nijenge kwa Mwamba. Sasa Nijenge kwa Mwamba hapo sasa. Kibao hiki Nijenge kwa Mwamba umekitoa mwaka upi? 2019 ikielekea kuisha I think. After nimefanya na Rose immediately nilifuatisha Nijenge kwa Mwamba. Nijenge kwa Mwamba. Bora tu Mungu akujenge kwa Mwamba. Unajua maana ashaongeza siku zako. Sasa nimeongezwa siku za kuishi. Na ili mimi kusimama nikiweka kwenye changarawe, mvua ikija itaniosha. Unaona? Hiyo trend yako inaleta. Malaki fulani kama pata. Unaona ya kwamba unasikia roho Bwana anakuambia uombe sana, yaani uongeze kuomba. Ndio sasa nimekuja kuongezea siku zangu Nijenge kwa Mwamba. Sasa Nijenge kwa Mwamba. So ukiangalia nyimbo zangu zote, hata zile za mbio nyimbo zangu zote unapata maombi yako ndani. Inakaa kama story by the way. Maombi yako ndani. So kujengwa kwenye mwamba, ni mwamba tu tunahitaji kujengwa ndio tusimame. Manake ni wengi wamejengwa kwenye mchanga tu. Mvua ikakuja ikanyesha ikawapepeta. Mawimbi na dhoruba zikakuja ikawapepeta. The only place you can be safe na usimame hata yakija yasikuangushe ni kwenye mwamba. Hata Yesu akamwambia Petro kwamba kwenye huu mwamba nitalijenga kanisa. Si kwenye huu mchanga, sio kwenye haya matope, kwenye huu mwamba. Manake mwamba ni kitu strong na mwamba ni Yesu. Nimeona trend ya kwako ya hizo nyimbo za kwako. Labda kabla hujatoa wimbo huwa unatoa the hint. Yaani kwamba nataka tu niimbe huu wimbo. The hint unatoa. Unajua kuna wale ambao watakwambia tu mimi nalala tu naamka nasikia roho anasema hivi. Ama anaposoma Biblia anapata wako watu tofauti. So mimi kama wimbo wa Neema imenibeba. Sikubaki kuwa pale, neema yake imenibeba. Unaona kama huo wimbo for example, nilipata wakati nimejiita meeting mimi kwa ule jamaa ambaye nimekuwa shamba boy. Ukisikiza hiyo wimbo vizuri, nimemwaga roho yangu. Nimemwaga na kila kitu niliimba pale ni kitu ambacho umepitia. Yaani 80% ni chenye nimepitia. So you are unaona? Ukisikia ningesema mlinijua na nguo moja, mukasema sijui mitindo. Lakini sasa neema yake nilikuwa na nuka mbuzi. Maana mimi mchunga mbuzi. Lakini leo kama Yusufu house boy, nilikuwa house boy. Lakini leo neema yake unaona unanipata. So saa zingine wakati nimekaa nimetulia, nawaza wema wa Mungu, nawaza matendo ya Mungu, napata hint. Saa zingine wakati nimekaa church, nasikiza pastor na preach, anapeana word, kuna zile points pastor na make. Watu unaona watu wanasema preach man of God. Hizo points ukijua you are the living testimony. Napata hint.
Wakati mwingine nimekaa na wewe, unanipea story yako. Unaniambia, "Ai bro, nimepitia hivi, nisaidie hivi, nimekwama hapa, nimepitia life yangu." Unanipea life story yako. Wewe hujui kitu unanipea. Kuna vitu viwili tatu ninatoa ndani yako. Unaona? Na hiyo yako inaweza kumponya mwingine. Maana kuna mwingine anapitia hiyo hali yako na ataimizwa kutokana na story yako hapo. So mimi hint yangu inakuja wakati nasikiza neno la Mungu. Wakati sasa nimepoteza network ya vitu zingine nimebaki. So it's just you and God. You and God. Me and God. Then pia situation. Tuseme kama yako unaniambia story yako, situation ilipitia hivi hali vile iko. Hapo pia napata hint. Sababu najua hiyo situation kuna mwingine anapitia, kuna mwingine na mwingine wakisikiza pia kupitia muziki pia wanabadilika. Labda nikuulize swali ambalo wasanii wengi mara nyingi wanaepuka kujibu. Yes. Sijui kama utanijibu. Sema tu. Muziki umekulipa? Kufikia saizi umenilipa. Kufikia sasa hivi. Yeah, we can confidently say that this because muziki mimi kusema kweli mbele za Mungu umenilipa. Na I think si pia si muziki tu kunilipa. Ni Mungu anasababisha haya yote yafanyike, sababu kuna wakati niliyapitia hata hiyo shilingi sikuwa naiona ndio studio. Sasa ni Mungu amenifanyia mlango mwepesi wa mimi kwenda studio na kuimba na kufanya muziki. Yaani amefungua njia, amefanya njia pale njia haikukuwa. So mimi muziki umejaribu kunilipa. Umejaribu kunilipa ile napata kidogo naweka pale kwenye muziki pia. Labda katika muziki zako zote ambazo umeweza kuzimba, ni kibao kipi ambacho unasema kwamba hiki nacho ile yani nikisimama hivi nasikia nipige nduru. So unaona napiganga nduru hadi natoa viatu. Una firimbi. Tunasema firimbi. Ako nayo. Hata firimbi. Na dance. Okay, mimi nijenge kwa mwamba na upenda sana. Nijenge kwa mwamba. Sababu mimi kujenga kwenye mwamba kumenifanya nimesimama imara. Mawimbi dhoruba zikija. Yani sisikizi. Yani kimenifanya nimekomaa pia. Yani nimejenga kwenye mwamba. Unaonanga ile tunatusi watu wa social media. Bwana umevaaje? Ukifanya wewe unaona. So mimi sisikizangi hizo sababu I know who I am. Najua penye nimejijenga, najua penye nimejiweka, najua mizizi zangu ziko na wapi. Ukizungumzia hapo kwa social media, umetoa kibao. Na kijapokelewa vizuri ama labda kuna kasoro fulani. Kuna wale jamaa ambao watasema ungefanya hivi ungefanya. How do you take that the negative? Nakwambia hata ilishtuangi. Sababu mimi hiyo wimbo unajua mimi sizienda kutoa song sababu wewe umeniambia ama sababu fulani ametaka niimbe hivi. Kwanza mimi before niende studio na song inakuanga imenitouch, as long as imenitouch mimi. Wewe so long as uko sawa. Inihudumie mimi. I'm sure itahudumia mwingine. So huu ujumbe Mungu amenipa ujumbe wa wakati. Na uenda ujumbe wakati na uleta sio wako, sio wa yule, sio wa huyu, sio wa huyu, but ni wa mwingine. So wewe nyamaza, huu ujumbe ufikie yule, wewe wako maybe unakuja ama ushapita ama unakuja uko mbele. Wasanii wengi tumeona sana wakiweza kuyumba wakati ambapo wanapigiwa maneno. Jamaa anasema kwamba acha ikae, kama nipata ile comment acha ikae. Anareact. Okay, unajua pia sisi ni binadamu wa kawaida. Malaika mbinguni, wanadamu duniani, si ndio? So wakati mwingine pia mafans unajaribu kuangalia kidogo kwamba huyu mtu wakati namwambia hiki kitu anaipokea kitamsimamisha ama kitamlegeza, na hiki kitu nataka nimwambie mimi nikiambiwa nitakichukulia aje. Unaona? So ni sisi tu Roho Mtakatifu pia kutusaidia, kwa sababu nimesema tusimame tujenge kwenye mwamba. Tukijenga kwenye mwamba kidogo najua tutastahimili. Yanakuja yapo. Mimi nimeface mengi obstacles mingi, lakini ninapiga. Mimi naangukanga nikienda mbele, siangukangi nikirudi nyuma. Naangukanga unasema hii ni kwanza huu mwaka nimeanguka sana nikienda mbele. Natoa hii song after 1 month, 2 months iko na 10k views peke yake, nimetoa nyingine. Unaona? Ukiwa mwingine mwenye uko na idea ya kufanya biashara na gospel songs, utachoka. Usiingie kwa muziki sababu unataka kufanya biashara upate ndo kitakuramba. Unatumia pesa kufanya ngoma moja, mwaka imeisha iko na 10k views. 10k views ni pesa ama ni nini? Unaona? So ukiwa umeka hapo maitaka ati nimefanya hiki kitu nipate do,
una feel. So mimi naangukanga mbele hivi, naangukanga nikienda mbele hii na mwenye ujumbe anapata. Kama ni 10,000 Mungu alipata 10,000 wapate huu ujumbe, basi tumehubiria watu 10,000. Wewe unadhani unadhani kuhubiria watu 10,000 ni mchezo? Na bado unazungumzia 10,000 na nimeona mahali 2.5 million. Haina shida. Yaani umeniuliza swali, kuna wimbo natoa then mafansa wapokelei vizuri. Yeah, so huo wimbo ambao nimetoa hawajaupokea vizuri, sio wote. Maana yake ni ujumbe wa wakati, na huo wakati maybe si labda wakati wako hujafika wewe. Wakati wako hujafika maybe huu mjumbe wa wakati wa mtu fulani, kuna hali anapitia, kuna mahali penye huo wimbo unamhudumia mtu mwingine mwenye si wewe, anabaki amejenga. Yeah, unaona. Nice. Yeah. Sasa wanafurahia sana because most of your songs nimerealize zinakuanga na touch ya isukuti kabisa, Luya all the way. Ningetaka tu kujua maybe nini, mbona tu ukachagua huo mtindo? Okay, mimi nimeimba worship, nimeimba rumba, nimeimba rumba. Hey, rumba gospel. Ai, wewe unanijua? Hey, tujuane. Una kitu kingine? Umenipigania, umenishindania. Wewe ni Mungu wa nyakati zote, wewe ni Mungu wa majira yote. Bwana wewe. So nikiangalia kwa hizo nyimbo rumba, reggae, worship, kwa kidunje and whatever, napata laini yangu kwa wingi ni ya Kiluya, ya kikwetu, na mimi napenda utapata tu ile mzungu anajaribu kudance. Yeah. Unaona, yani ni kama God amenipea land ya kwetu. Unaona, ameiweka hivi kwa mikono yangu ya kwamba ni hapa hata nikiworship a worship song lakini bado ninarudi. So ni Mungu amenipa pale. Ni Mungu alinipa huo mchanga wa kwetu. Manake nakubalika kwetu. Si rahisi mtu kubalika kwako. Na hata nabii akubalika. Na si rahisi. Haiwezi. Si rahisi. Unajua ni wengi sana wametoka huku Kakamega wameenda kuishi Nairobi. Wasanii si ndio? Ukidhani kukaa Nairobi ndio kumeka. Unaona? Lakini mimi nina imani ya kwamba hapa nilipo hapa ni Mungu amenipa na tutapiga kule juu. Sababu naweza toroka naenda na kumbe Mungu hajanipea kule. Mungu amenipa huku, natoroka mahali penye Mungu alinipa. Unaona, kama Mungu hajasema usiende. Unaona, unajua wengi wameitwa. Na wakati waliitwa wakaanza safari. Waliitwa lakini hawakungoja wapewe instructions. Hey, unapewa. Maana unaambia Mungu umepewa kitu. Yeah. Ukiitwa hata nikikuita, yeah. Wewe unasema unaitwa? Anthony njoo. Suta njoo, umenjoo si ndio? Ukisha njoo utanisikiza kwanza ninasema ni, lakini kukuita Anthony na ufike hapa na uanze safari. Unaona, so ndio tuna end up tuna mess. Kwa maana sasa wanasema mtu akatae mwito, bali ukataa. Unaona, unaona hata nani Abraham aliambiwa toka nenda mahali fulani. Sasa kama hujaambiwa nenda, wewe unaenda sababu ya umetoa kwa wimbo moja kamepata 100k views. Sasa unaona wewe ni msanii. Sasa unaanza kuvaa miwani ya black ya tunajificha watu wasikuone wewe ni msanii mkubwa. Ukiingia supa unasongesha kofia na huku watu wasikuone wewe ni msanii mkubwa. Wewe sasa ni tofauti na watu wengine. Unaanza kutunyima selfie kama tunataka picha peke yake. Sasa hata salamu unaona. So unaweza kuona sasa western sio level yako. Level yako ni viwango vingi. Juu umetoa wimbo moja na Mungu amekujaribu na wimbo kamefika 100k views. Ndio maana wasanii wengi wanatapatapa. Ndio maana wasanii wengi wanachana Mungu wanapotea. Sasa wengine wanaishi na hilo jina celeb, kukua celeb. Na unajua hata nikwambia hawananga kitu, wanasafa. Hawananga ukianza kudrive na hiyo title, imechukua steering hivi, inaanza kukuendesha hivi. Kwani anainua wanyenyekevu, anashusha wenye kiburi. Sasa umetoa kwa wimbo mmoja unaanza kusumbua. Ukamechezwa sijui wapi unaanza kusumbua. Unaona wewe ndio star. Una change. Vitu zinabadilika si wewe yule. Yaani ni God amekujaribu na kidogo tu. Ana test aone nikimpatia yeye atafanya nini. Kama nimekupea 10,000 peke yake na ni kama unakabla hiyo siku umekunywa pombe 10,000 imeisha. Nitarudi nikupea 100,000. Najua uwezi manage. Wewe nikupe tu 10,000 saa hii.
hata kukapa utaka. Anthony. Unaona kitu kaa hiyo? Kama nimekupea 10,000 ni kama sasa hauonekani. Uko kwa bar unakunywa pombe, unafanya nini? 10,000. Utanipa tena. Nitarudi ni kuongeza hata 50,000. Utanipa. So kama ni hiyo Mungu amekutestimony. Mungu amekupea tu hiyo moja. Kile unafanya unarudi kwa magoti kwanza kumshukuru. Nifanyie nini? Nakwambia God, nipe favor. God nipe favor. God nipe neema. Niweke kwa mioyo ya watu. Unaona, God, hii song, God niweke kwa mioyo ya watu. Niweke kwa mioyo ya wachungaji. Niweke kwa mioyo ya wasikilizaji. Wanisikize. Wachungaji wanapokaa wakipanga mikutano, watamke jina langu kwenye mikutano yao, ya kwamba niitwe niimbe pale. Wanibariki na mimi nipate kuexpand. Unapobarikiwa bariki. Yeah, unaona. So sisi tunasahau hivi tu pap kwa wimbo kamoja ti ninasiki kameenda viral. Hata biashara ulikuwa unafanya jua kali umewacha. Unaacha. Wewe ni celeb. Unaona hiyo ni kujidunisha. Unaenda kununua kiatu ile white, ile ya gurudumu kubwa, moja mbili, alafu na hichi miwani mikubwa. Alafu na kofia inakaa hivi. Inaangalia side. Usani. Na hizi jackets zimefurafura za mtumba hizi. Sasa kusumbua watu. Sasa kiburi kinakuingia. Okay. Yeah, kiburi kinakuingia, madharau inakuingia. Sasa utaimbaje gospel na una kiburi, una madharau, unadharau wenzako, unaona? Umechange all of a sudden. Ni Mungu amekujaribu. What can you do? Utafanya nini ili kupata hiyo kidogo umepewa, umefanyia nini? Talanta yako hiyo, unakumbuka wale walipewa talanta. So mimi ninaamini ya kwamba unaona, for example Joshua Selman, unaona anajulikana tuseme dunia nzima, lakini yuko wapi? Si yuko kwao. Bado anapesha kwa tu hivyo. So mimi naweza toka Kakamega, natoka nikienda wapi? Mungu hajasema, aliniita tu, na aliniita nikiwa Kakamega. Hakukuita uende kule Nairobi. Hakuniita kaniambia njoo hapa na kutuma Nairobi. Anakutuma Mombasa. Bado mimi hajanituma. Na Uncle Nico, nashukuru to the fact that umetuambia story ya most of western musicians wenye wakiona kajina kameshika hivi kidogo, they are so quick kwenda Nairobi. Na sio western kwanza pekee yake. Kwenda Nairobi. Nilikuwa nataka tukujua wewe kama a gospel artist wa nini, predominantly wa kuimba manyimbo zenye zinaguza sana watu wa western mostly, though yako ni national wide. Unaonaje tuko vipi kimuziki as ni western? Kama kuna watu wamebarikiwa Kenya hii kwa kuimba, kwa comedy, kwa kuhubiri, ni Walunje. Ni watu wanatoka western. Hadi Waluya la kila kitu. Wewe anza kutaja waimbaji maselebu unajua, number 1 taja mwenye unajua. Mmoja huyo. Nami taja, wewe taja. Gadian ni Mluya. Anastasia Mluya. Gloria Mliro. Mluya. Willy Paul Mluya. Ni Mluya Mbukusu. Okay. I think so. Ni wa huku kwetu. Unaona? Hawa watu wote unapata wametokea huku. So kama kuna watu wamebarikiwa, kama kuna watu Mungu anapenda, kama kuna mahali talanta ziko, ni huku kwetu. Ma-comedians wote. Karibu wote 90% content creators ni Waluya. Wakina Otoro. Wakina Winja and the trending one Bradley bana, ndio hivyo. Watu Kenya hii wana talanta kimuziki, kikomedi. Wallahi ni Waluya na God ametubariki. Hata football ni ukweli, God ametubariki. Unaona, God ametubariki sana, so ni sisi kuitumia vizuri. Unaona, ni vile tu ninajaribu ku advise ya kwamba kama Mungu amekuinua mahali fulani, either ni kwa comedy, either ni kwa gospel song ama secular song, maana talanta zote Mungu ndiye anapeana. Mwenye naimba secular, mwenye naimba gospel, talanta ni God upeana. Unaona, jaribu kujiheshimu, fanya vitu zako vizuri, shikilia yule anahitaji kushikiliwa. Of course sio wote tutashikilia, maana wengine wanatusongea tu kututafuta maneno. Unaona, so be humble, humble yourself. Sababu ukisoma kitabu cha 2 Peter 5 inasema humble yourself before the Lord, na yeye atakuinua kwa wakati wake. Nicholas, yes, tukimalizia maana na maswali matatu. Yes, mtazamaji, haya ni mahojiano moja kwa moja naye Uncle Nico. Uncle Nico. Ukienda pale mtandao wa kijamii utafuta Uncle Nico utampata. Lakini jina lake amesema kwamba ni Nicholas. Yeah, Nicholas. China. Yeah. Nicholas. Amesema Mchina. Mchina. Nicholas, ikafanyika kwamba kwa wasanii. Sasa nataka kuzungumza na large perspective. Wasanii ambao tusema labda anaimba gospel ama anaimba secular. Ikafanyika kwamba
kuna ile kasumba ama kuna ile sema kwamba ile trend ama ile fikra ya kwamba wasanii ambao wanaimba secular, most of them hawajaokoka, hawamjui God. Utaweza kutuweka sawa, je, ni sawa ama ni uongo? Vile vile kwa wasanii ambao wanaimba gospel, unasikia kwamba huyu jamaa anaimba gospel, lazima wewe ni pastor, lazima wewe ukakuwa unaimba gospel. Umerestrictiwa in a way, yani watu na gospel. Hata wewe kesho ukikuona unaimba secular lazima Unajua hizo, hata nikwambie hizo vitu ni sisi tumejiwekea tu. ni ile tu kasumba za kwetu. Mtu naimba secular na ile sauti unayo na mtoa nyoka pamoja. Nani alikupa hiyo sauti? Si ni Mungu? Ni Mungu, of course. Najaribu kusema na West sauti. Unaimba gospel na unaimba kamelion, sauti ya dhahabu kamelion. Unaona hiyo sauti nani alikupa? Ni Mungu tu alikupa, si ndio? Ni sisi tu. Yaani wakati unapewa hii talanta, una uwezo wa kuchagua ni laini gani unataka kucheza. Unaona? Ni laini gani unataka. Umepewa hii talanta. Lakini hujapewa talanta ukaambiwa God mimi ni Mungu nimekupea talanta. Sasa nakwambia hii talanta nataka uniimbie wimbo ya gospel. Yeye amekupa. Ni wewe uamuzi. So wokovu uko hivyo. Maisha amekupa, uhai amekupa, ni wewe kuchagua ni life gani unataka kuishi. Hapo unanipata vizuri. Diamond, nani anajua Diamond? Kila mtu anamjua, si ndio? Anaimba secular, si ndio? Ni nani amempa hicho kipawa? Mwenyezi Mungu. Unaona? So mimi sina mpaka kati ya yule mwimbaji wa gospel na mwimbaji wa secular. Who am I to judge? Yeye anafanya vyake, afanye vyake vizuri. Apige secular yake vizuri. Unaona? Kama ndio hicho kinamuingizia pale, basi ni sawa. Lakini wakati ataona kwamba sasa nataka nibadilishe. Unajua wokovu uko hapa. Uko hapa. Si ati vile naimba gospel mimi nimeokoka. Watu wengi sasa usione mtu hata naimba gospel nini sasa huyo ameokoka, amefanya nini? Wengine wametake cover tu. Unaona? Wengine wameenda hapo sababu wamesikia church mikutano zinakuanga mob, so kupata mikutano kupewa do ni haraka. Unaona? So inalingana mtu ameingia kwa hii kitu na nia gani. Sio wote wanasema bwana taingia huko. Unaona? So si ati mtu akiba gospel ameokoka. Kuna wengine wanaimba wewe ni vitu gani umesikiza huko kwa news ati pastor amepatikana hivi, msanii amepatikana hivi. Kitu yenye unatarajia mtu wa secular afanye, unapata kimefanyika kwa gospel. Na kuna mtu anafanya secular na kuna children's home, analisha wajane, analisha mayatima, kitu yenye sisi wa gospel hatuwezifanya. Mtu anafanya secular, ameshikilia mwingine, amemlipia studio, amefanya nini? Unaona? Sisi wa gospel hata ukiniomba tu collab saa hii unapata hata siwezi. Unaona vitu kaa hizo tumejiwekea. Unaona? So mimi kama kuna mtu anafanya secular na ifanye vizuri. Swali la pili, maana kwa mimi na maswali matatu. Yes. Swali la pili. Kuna yule kijana pale ambaye anakutazama. Yes. Anasema kwamba mimi nataka nikacheze kama wewe. Mimi nataka nikaimbe kama wewe msema kuliko. Na anapitia zile changamoto na pesa kwamba hata ana fare sijui kwenda kufanya nini namna ambavyo ulisema. Nafika mahali anasema kwamba wacha ikae. Labda inizo kwake. Ombeni kwa jina langu hilo nalo nitalifanya. Asema Bwana. Ni Mungu peana. Na pia usitake tu kwanza kuimba sababu nilikuwa naimba. Ni Mungu peana na ni Mungu wa majira na nyakati zote. Wakati wako ukifika tu wa kubarikiwa na Mungu, hautang'ang'ana, hautapambana, na pia hautakaa tu umeka Mungu kwa mwingine ati Mungu ngoja siku yangu ifanye nini. Mungu anaangalia ni nini unafanya ili kuwafikia pale. Unaona? Amesema ubishe utafunguliwa. Hakusema ufike kwa mlango usimame nitakufungulia. Si ndio? Amesema bisha nitafungua. Sio kuja simama kwa mlango then nitakufungulia. Sasa we endelea kubisha, endelea kumwamini Mungu, endelea kujaribu. Mimi kitu kinanifanya bado nimesimama na bado ninaendelea na bado Mungu bado anazidi kunishikilia, si ndio? Ni ile kujaribu, ninajaribu. Natoa wimbo leo, umetumia hela mingi, wimbo umekupea 5k views. Haimaanishi niache kuimba. Bado nitaimba tena.
Unaona? So unaingia kwa hii mziki, unataka kuimba mziki kwa nini? Ni nini umeona? Ni talanta, ni biashara, ni sababu unataka kukua celeb, ni sababu unataka kukua kama Rose Muhando, ni sababu unataka nini kwa mziki? Ni nini nakuleta na huku? Ni nini imekupush? So matters a lot. Unaingia kwa mziki kwa nini? Mimi hata kuniuliza collab saa hii, wacha nikuulize, unataka collab na mimi? Number 1 takuuliza kwa nini unataka collab na mimi? Kwa nini? Uji explain. Kwa nini sio mwingine na mwingine? Tutamuuliza kwa sababu uko na ile pride. Hapana, nataka kujua ni kwa nini. Unaona? Hata kuokoka. Unaokoka kwa nini? Usiokoke tu sababu ulisikia Paul alikuwa anaenda Damascus, akasijua akafanya akamacho pwap, alafu akamchange akakuwa Paulo, akakuwa sijui vitu gani. Hapana, unaokoka kwa nini? Unaimba gospel kwa nini? Unaimba secular kwa nini? Unaona, unataka kuingia kwa muziki because of why. Ukishajua because of why, itakusaidia kusimama. Hata mtu aongee, hata lipi likuje, itakusaidia kama niliingia hapa kwa sababu ya hii. So yule ambaye yuko pale nje anataka kuingia kwa muziki, number 1, kwa nini? Nataka kuimba kwa nini? Wengi wanaimba, waimbaji ni wengi, hata shetani alikuwa anashika hivi masikio ni gitaa, akishika mapua ni piano, akisikia masikio mengine ni vuvuzela inapuliza. Satani, wacha kusema shetani alikuwa mwimbaji. Shetani himself alikuwa muziki. Akirusha teke ni drum set. Akifanya tu hivi peke yake, hiyo ni gitaa inachezwa. So shetani alikuwa muziki yeye mwenyewe. So unataka kuingia kwa muziki kwa nini? Je, uko ready ku face challenges ziko ndani? Na wakati hizi challenges zinakuja, uamuzi wako matters a lot. Unaona? Haswa kwa gospel. Kwa gospel tunavumilia vitu mob. Unapigwa, umenyamaza. Sababu ukishaanza kuimba gospel kuna vile watu wanakubeba, wanakutarajia. Ukishakuwa celeb kuna vile watu wanakutarajia. Mtu atakutusi. Vile utajibu matters a lot. Unaona? Wakati mwingine ukimya huwa ni majibu. So wokovu pia sio ati njoo kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna raha. Kuna mapigo. Kuna kupambana, kuna vita. I'm telling you the truth. Yesu alikuwa mwana wa Mungu na alipigwa. Yesu alikuwa mwana wa Mungu na alitusiwa. Who are you? Alikejelewa. So maneno kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna maziwa, kuna hizo zikutopa duniani. So wokovu pia ina vita, ina mapigo. Uko tayari kuface challenges zikikuja? Maana hiyo ni vita. So ukiingia hapo, be prayerful. Soma neno la Mungu litakuguide. Omba Mungu kwamba ongoza hatua za miguu yangu ninapokanyanga. Mawazo yangu yatawaliwe nawe, maneno ya kinywa changu yatawaliwe nawe. Uwe taa ya miguu yangu. So wakati mtu anakuja na neno na kurushia, unasikia maneno yangu yatawaliwe nawe. So chenye utaongea. So watu wametuweka mahali penye unakaa kama mfungu. Unaona? Huwezi jitetea. Inabidi unyamaze. Sababu ukijitetea watakomment, unasema wewe unajibu na wewe umeokoka. Unaona? Kuna siku niliposti nyani kama amevaa miwani na amepaka mdomo na nikaeka post emojis zile za love, nikasema mimi napenda nature wa wanyama. Utatusa na vile nakuheshimu naimbanga, unaposti vitu gani hizi? You see? Yeah. Unajua kuna level when expect ukue na morals fulani umeshawekwa huko. Yeah. So wakati unaingia kwa hiyo wokovu, kuna mapigo. Yeah. Kuna vita, kuna kulala njaa, kuna kudharauliwa, kuna kutumiwa vibaya. Lakini sasa wewe uliingia kwa wokovu kwa nini? Ile uliingia kwa wokovu nayo hiyo ndio itafanya either usimame uendelee, ama kama uliingia juu ya pesa, umepata pesa hakuna, utawacha. Utaacha, utachoka, utasema wokovu ni mbaya, injili ni mbaya. Hapana, wewe msimamo wako ilikuwa ni nini? Madhumuni yako ya kuingia kwa wokovu ilikuwa ni nini? Mtu asikudanganye huko kuna starehe kukaa kwa kiti hivi eti kwa wokovu. Hapana, kuna mapigo hapo, kuna vita hapo, kuna majaribio hapo, kuna kupambana. Lakini vita vyetu sisi si vya mwili na damu. Swali langu la 3. Yes. Na labda kama la mwisho litakuwa. Katika safari yako ya muziki. Yes. Nasema kwamba it's never done until it's done. Wewe ni lini unahisi ya kwamba utakuwa umefika, na ni lini ambayo unahisi ama ni yapi ambayo umepanga hapo mbeleni, hapo kesho? Maanake tunaishi leo
ya kesho hatujui. So, Kesho umepanga yapi? Kesho ni ya Mungu. Unajua kesho ni Mungu, ameshikilia hatima yangu ni Mungu, anayenielekeza ni Mungu. So kesho ilifichwa kwa mtu yeyote. So lakini mimi Mungu akinisaidia aongeze siku zangu, mimi nataka kuimba zaidi ya ninavyoimba. Zaidi. Yani bado hujafika ninavyoimba. Bado mimi kuna mahali nataka nifike na bado sijafika. Naomba kukuuliza swali manake tayari ulishanijibu, kaniambia kwamba wewe haumwangalii mtu yeyote. Sijui utaka uimbe kama, labda tu nikuulize manake labda lazima nikuulize. Who is your mentor? Mentor. Mentor. Maana sisi tunavyoishi hata si wengine katika tasnia ya utangazaji. Mimi napenda Rose Muhando. Napenda Gloria Mliro. Napenda Evelyn Mtoka. Lakini anaye ni motivate sana ni Rose Muhando. Rose Muhando kulingana na wanadamu duniani. Kwanza kuna neno la Mungu nini, lakini hapa yule ninaangalia juzi tu ilikuwa busy ya nilikaa hivi nikaangalia hii mkutano ilikuwa ya Rose Muhando na Christina Shusho mtoko wa Pasaka. The way that mama alikuwa naimba hiyo wimbo ya Amina akitumia hiyo stage anashuka anapiga na rudi. Imagine mpaka nakaa na watch mpaka napiga picha yangu simu, umeona mama bila amepiga hiyo mkutano. Hebu muangalie vile anatumia hiyo stage. Hebu muangalie vile anacommunicate na watu. Hebu muangalie vile so najifunza kwake. Unaona? Najifunza kwake. Na from there mkutano ilinipeleka Jacaranda. Sijui kwa yule ananifuatilia leo mkutano ilienda Jacaranda watu walikuwa wameshona hivi. Kuna kitu nilijifunza kwa yule mama. Unaona? So najifunza kwake. So wakati nilifika Jacaranda nikasema Mungu nisaidie ile neema iliyotumika kwa Rose na mimi nisaidie na mimi pia. Na nikaifanya. Na kutokea pale nikapata mkutano mwingine. So mimi bado sijafika, bado najifunza. So najifunza sana, naangalia sana Rose Muhando. Yeah, namwangalia sana, namfuatilia. Kila hatua na make wimbo akiutoa, vile anaupanga, vile ana dance, vile anafanya nini vitu zake, namwangalia sana. Amesema kibao chako ambacho unakipenda sana kwa baba zote ambazo umetoa ni Nijenge kwa Mwamba. Yeah, Nijenge kwa Mwamba. Tumeona kwamba producer kwetu atakuwa anatafuta anatayarisha Nijenge kwa Mwamba tukimaliza. Sijui Faith la ziada manake mimi mimi I think niko tu na one more question. Yes. Nataka tu kujua pengine because umefanya several performances. Nataka tu kujua pengine that grand opportunity you feel ulipewa and kuperform kwa stage kubwa sana. Because maybe in Nairobi and you feel hiyo ndio ilisaidia sana your growth as an artist. Nimeperform more mingi sana. Lakini kuna moja yenye niliperform nikafeel really nilipea attention. Watu walikuwa wamejaa, sikutarajia. Ilikuwa Jacaranda. Ile uwanja wa Jacaranda. Nilienda day 1 nikaperform day 2, lakini sasa siku ya mwisho ilikuwa on Sunday wakati nililetwa kwa ground ilikuwa 5. Uwanja ulikuwa umejaa. Then nikashikwa na tension. Hadi nikasikia kwenda lu. Hiyo saa. When was that? This year. Yeah, nikaambia bodyguard hebu nipeleke. Unaona akaturn gari akanipeleka. Wakati tunarudi hivi tena kwa wana watu hivi tena nikaingia nikamwambia nirudishe. Akaniuliza ni nini mbaya mtumishi, nikamwambia niko sawa but nirudishe. Unaona? Yaani nilisikia sijawahi ona watu I can only imagine those people walikuwa wengi. Na ukiangalia kweli watu walikuwa wengi. Nikamwambia God nipe neema. Nipe nguvu. Nitaongeaje? Nitaimbaje? Na wewe unangojewa kule, unasubiriwa kule. Ni mimi nasubiriwa. So wakati nilifika tu sasa gari imepark na nikatoa viatu. Ulitoa viatu kakanyaga chini. Nikakuwa mwepesi. Nikamwambia Mungu nikavaa firibi yangu. Ulitoa viatu kakanyaga chini. Nitoa viatu mimi. Most of mikutano ukiniangalia vizuri nilikuwa stage nimetoa viatu. Sukuti. Nimetoa viatu nikamwambia Mungu nipe nguvu, nipe neema. Na nikaambia the bodyguard nikamwambia enda waongelesha the DJ aweke so yani kitu yake so unipande nayo nikienda ukikamaliza. Nakwambia yani unaona Mungu jana na Mungu bwana. God alinipea favor hata nilishtuka. Hadi mwenyewe kumaliza hivi najiuliza ni mimi nilikuwa na mimi nimemaliza hizo mpaka the prophet anakuja kuniambia mtumishi tulikuwa tumekupea nyimbo 3 leo ni dide namwambia mimi sijachoka acha nilimbe hiki. Unaona? Niliimba nyimbo 6 na sichoki. Sichoki.
Nyo ulikuwa na neema. Hadi alishtuka na mimi asema, "Ai na wewe unakaa leo Unakula nini?" Na ndio siku nilikuwa nimeogopa kabisa juu nimeona watu. So hiyo ni film. Nimekuta ni God alinipea ya viwango vingine ambavyo sijakuwa nikipata, ambavyo sijapitia. Unaona? Alafu pia kuna mikutano zingine ananipea nafasi na wale waimbaji nilikuwa nasikia. For example, mimi nimeshare stage na Evelyn Wanjiru twice. Tena nikafeel ni baraka sana mimi kwangu, sijui kwa mwingine, lakini kwangu nimeshare na yeye twice stage. Hadi sasa tukakuwa marafiki, nikaenda kwake hapa Shinyalu, unajua kwake ni Shinyalu hapa, tunaishi tu Nairobi. Kaenda hadi Nairobi, sasa tukakuwa marafiki. Unaona? So hizo opportunities zinapokuja pia sichukulii for granted. Ni Mungu amezileta. Ni Mungu anajaribu kunipanua pia akili. Unajua umejuana na mimi leo. Mungu ako na sababu. Sisi tujuane. Maybe mimi ndio nimebeba ufungu wako. Unaona? So umejuana na mimi leo. Maybe wewe ndio umebeba ufungu wangu. Through hapa Amaika Media. Unaona? Yeah, sure. Yeah. Najua pia kuna mwenye atawatch hii interview hapa Amaika. Number 1 atabarikiwa. Number 2 atatiwa moyo. Naona manake sisi mimi kwa upande wangu kama kuna kitu ama kama kuna mtu ananilea kimuziki ni media houses. Hao ndio wanatutambulisha. Wanafanya kazi. Manake wakati unasema kwamba uliimba kibao na hata ukujua kwamba nani angelinisikia kama sio media. Unaona? For the first time bado mtu ametu so media ndio wazazi wetu kwanza. Sisi kutoka hivi ni media ndio inatambulisha kule. Mimi kufika zile kubwa lazima tulianzia kule chini. Mimi kufika Maika lazima kuna mali ilianzia kule chini. Lazima ulimjua mtu kule chini. Yeah, ndio hivyo sasa. So mimi nashukuru Maika pia ni kwa watu wa maana, ni kwa mkini promote, mmenishikilia mkono. Nyinyi ni supporter wangu wakubwa. Nyinyi ni baadhi ya wazazi ambao wananilea katika huduma huu. Wakati mnacheza wimbo wangu. Yaani huwezi elewa, lakini mimi nashukuru Mungu. Sisi jiundia radio kwangu nikusikizie. So Amaika Media ibarikiwe na ninajua kwamba italea vipaji zaidi. Amen. Sisi kutoka kwetu tunashukuru sana ujio wako. Asante. Na bado utakuja, ndio mwanzo tu. Waswahili wanasema ndio mkoko. Nakwambia hapa mkinihitaji hivi. Wewe call simu. Kama niko around mimi nafika. Kama mtu yeyote mtahitaji hapa. Mwenye mnatarajia ama mwenye mnasikia ama mwenye mnatamani, then tutawaleta. Tunataka hapa ni ile Gloria Mliro, si kitu. Hata kama ni hata kama ni kwa simu, taongea. Atafika. Jua kwa mbali. Sasa ni kwa simu na kwa connected. Naongea. Nashukuru sana. Asante. Nashukuru sana ujio wako na mtazamaji amekuwa Nicholas. Mimi si tu Nicholas, naitwa Uncle Nico. Uncle Nico. Yaani muziki umenileta hapa sasa naitwa Uncle Nico. Uncle Nico. Yes. Ndio kwa kibao kwamba baba nijenge kwa mama. Baba hata mzungu kitazama utapata mchingchoma na dance. Taanza tu kutikiza mabegi. So mimi nashukuru pale social media Uncle Nico YouTube. Kweli? Kuna wimbo nimetoa 3 weeks ago, nimefanya na Henry the Band. 3 weeks ago. Iko na 103 views. Iko na 104 views hapo. KV. So wimbo umefanya vizuri. Actually huo wimbo umenipea mtu wa kunisaidia muziki. Yuko US. Yeah. Sasa nimekuwa Kajiado nikiimba stage. Kumaliza kuimba stage, kurudi ninapata simu yangu ilikuwa online. Tag. Watu wamenitaja hapo, unatafutwa huko. Kwenda kuangalia ni jamaa me request namba yangu kwa inbox. Atiambieni niko lazima China na mtafuta nataka kumtumia sadaka. So nikaenda kwa messenger, nikatuma details zangu kama mcheza, nikaweka zile uji za kucheka. Sadaka. Alinitumia hela. Na akaniambia muziki unafuata next million na gharamia. So wakati wowote unahitaji, unafeel unataka kufanya muziki na umekwama niambie. So hata saizi kuna muziki ninapanga, nishamwambia ameniambia nimpe budget. So unaona kila kitu hata sote. Yeah, ni neema ya Mungu. Yenyewe ni neema bro. Ni kitu haijaifanyika mimi hata kupitia katika mahojiano nao kuna mtu ambaye ataona aseme ambieni yule kijana. Nilikuwa Kajiado kule Merisho School.
tena ilikuwa na Sunday. So nashukuru Mungu sababu ni kitu hakijaifanyika kwangu. Yani mimi kwangu ulikuwa muujiza mkubwa sana sababu tangia uanze kuimba. Wallahi tangia nianze kuimba mimi sijai kutana na mtu kuniambia na kupea hii sababu ya hii. Aliniambia umeniguza na nimekuwa nikikufuata kwa muda mrefu, but this time kupitia huu wimbo. Na sio Mkenya. Ni Mkenya. Ni Mkenya lakini Mkenya but yuko na ni mchungaji sababu niliangalia profile anahubiria watu. Hadi hata unataka kujua ni nani. Niliangalia kwanza, so nikampa details. So ni Mungu alitaka, ni Mungu alimtuma, ni Mungu alimkubali kwamba aje akutane na huo wimbo umubariki na simame na mimi. Nashukuru. Mimi nashukuru tu kabisa. Hii hata apart from kuwa a podcast imekuwa like a lesson pia mimi. Imeni-inspire sana. And pia nikiangalia tu place ulitoka huo mbali. And indeed pia mimi Mungu jamani naomba neema. Ndio hivyo sasa. Neema ya Uncle Nico imubebe. Nakwambia neema God akisema ni wewe. Na in this world usiwaijidharau. Usiwaidharau mwanzo mdogo. Tule tu vitu tudogo. Hata Daudi alikuwa mdogo lakini alifanya marvelous. Ile kitu unafanya hata kama ni kuuza nyanya, hata kama ni kuuza kitunguu peke yake, iuze kwa bidii. Iuze ukijua kuna kesho. Kuna yani uze ukijua kuna hopes. Vindu vichenjanga, vindu vibadilikanga, vitu zinazungukanga hivi. There is a day. Wakati arrow itakupoint hivi, ni wewe. Aki ni wewe. Hata mtu akuja akutoe hivi, akulalishe na hivi, hiyo arrow inarudi na kufuata wewe hivi, inakupoint. Akuinamishe chini, arrow inapoint chini penye huko. Yani ni wewe na ni wewe na imesema ni wewe. Hakuna siku binadamu anaweza badilisha agenda ya Mungu kwako. Na inapokufikia uombe neema. Omba neema. Kuwa mnyenyekevu. Very important. Kitu kinamaliza watu ni kiburi. Kiburi kama si mimi. Kama si hiyo kujipiga kwa. Umeonaje nimeua show? Umeona show nimekonga. Nani kama sio mimi nimepiga show kushinda niko. Fulana amepiga show na vitu kama hizo. Mara moja chini. Unabaki kwa historia. Baki kwambia nilikuwa nikiimba. Tulikuwa tukiimba wakati wetu. Tulikuwa tukiimba. Alafu what happened? Hiyo ni jivu la jana. Tunataka moto fresh ya leo. Unaona? So ukikumbukwa from kuuza nyanya na kitunguu umepelekwa sasa kwa kaduka. Be humble. Hatujafika bado. Safari ni ndefu. Ina milima na mabonde. Kuna mahali ni tambarare utaenda. Kuna mahali unakutana na bonde, inabidi ushuke ndani. Na wakati wa kushuka kwako pia usimkufuru Mungu. Wakati bado shikilia. Bado amini Mungu, tena atakupandisha viwango vingine. Nice. Na it couldn't be any clearer. Yani hiyo message ndio nimechukua, be humble. That is the message yenye tumewachwa nayo. Hata umesikia? Be humble. Tukue humble yani kabisa. So we are going to wrap up this show in style kabisa. Antu amesema venye yeye anaweza shinda kutingiza mabega. So we hata alikuwa amenitext akaniambia kuja mimi ni mkali. Ndio hiyo. I saw that. So we are just about to witness watu tukitingiza mabega and of course tunamshukuru Mungu and we are going to dance. Na mimi naomba tu baba nijenge kwa mamba. Ndio kibao ambacho amesema amekipenda sana kwa vibao vyake. Hata mimi is my favorite. What about you? Si pia hiyo pia ndio ambacho kinatamba kila mara. Kabisa. So to our lovely viewers, thank you so much for always tuning in. Sisi tunaanza kudance in style, Firimbi. Ndio vipaza kazi. Okay. Wewe cheza wewe mwanaume ama utoke. Hey.
Abaye. Kwa mwamba, Baba nijenge kwa mwamba. 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 Kako. Sena, así. Nakwambia mwamini ana uzima. Wako kwa show wewe. Mmechoka hapa mnapumua. Mwana wa watoto.